neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi Waislamu. Neema ya kwanza ni al-iman, kwamba sisi ni Waislamu. Hiyo ndio neema ya kwanza. Wanachuoni wetu wanasema neema ya pili baada ya Uislamu ni neematul amni, ni neema ya kuwa na amani, ya kuwa na usalama katika mazingira ambayo wewe unaishi. Na hiyo ndio maudhui ambayo tungependa tuizungumze. Ndugu zangu Waislamu, amani si hitajio tu la mwanadamu, bali wataalamu wetu wa masuala ya kijamii na hata masuala ya maisha ya wanyama wanasema kwamba amani ni hitajio la mwanzo kabisa kwa kila kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndege, wadudu, wote hao wanahitaji amani ili uhai wao uweze kuendelea. Kutokana na hitajio hilo, mpaka wanyama na ndege tabia zao zimeathiriwa na kutafuta amani. Utaona kama wanyama wenye kuchimba mashimo chini kwa ajili ya kwenda kujihifadhi na kuhifadhi familia zao dhidi ya wanyama ambao wanawashambulia, hii ni kutafuta amani. Ndege ambao wanatengeneza viota juu kabisa ya miti mirefu, hii ni kwa ajili ya kutafuta amani ya familia zao. Ndege ambao, wanyama ambao wanabadili rangi zao kama vinyonga, yakifika katika eneo wanabadilisha rangi yake inafanana na rangi ya mazingira, hii yote ni kwa ajili ya kutafuta amani dhidi ya shari au wadudu wengine ambao wanataka kuwavamia. Zote hizi mabadiliko haya yanatokana na wanyama hawa kutafuta hitajio muhimu katika maisha yao, nalo ni amani. Kwa mwanadamu, ndugu zangu, amani una msingi mkubwa kuliko mifano hiyo tuliyoitoa ya wanyama. Ndugu zangu, Nabii Ibrahim alayhi salam alipoiacha familia yake katika ardhi ya jangwa, hakuna uhai katika ardhi ile, hakuna maji, lakini alikumbuka kuiombea familia yake na eneo ambalo ameacha familia yake. Jambo la mwanzo alilokumbuka ni kuiombea amani, na ndio aya tuliyoisoma mwanzo wa khutba yetu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Kumbuka pale Ibrahim aliposema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu, jaalia mji huu ambao nimeiacha familia yangu aminan, uwe na amani. Kitu cha kwanza ni amani. Kisha akasema warzuq ahlahu minath thamarat, kisha sasa waruzuku familia yangu na wakazi watakaokaa hapa matunda na mafanikio mbalimbali, lakini kwanza amani. Kwa hiyo amani ndio jambo la mwanzo katika Uislamu, kwa mtazamo wa Kiislamu, kabla ya kitu chote kingine. Leo kizungumza mazungumzo kama haya, wanajitokeza vijana na kusema kwamba hapana, haki kwanza kabla ya amani. Sisi tunazungumzia perspective ya Kiislamu na aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amani, halafu vitu vingine vitafuatia baada ya amani. Haki ni matunda yanayotokana na amani. Na Nabii Ibrahim alayhi salam hajamuomba Mwenyezi Mungu kwanza kwamba rabbi urzuquhum minath thamarat wa aminuhum, wape matunda, wape mazao, halafu wape na amani. La, alianza wape kwanza amani, kisha matunda, mafanikio yatakuja baada ya amani. Msingi mkubwa ni amani. Ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wetu wa Kiislamu wanatuambia sheria zote za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja kwa ajili ya kulinda amani katika maeneo matano. Haya maeneo wanaita khams ad-daruriyat au al-asasiyat, 5 necessities, haki tano za msingi kwenye Qur'an na kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutokana na haki tano hizi za msingi
ndiyo sheria za haki za binadamu za Umoja wa Mataifa wametohoa mule katika Qur'an na katika Sunna, na wakaweka haki zinaitwa haki za binadamu. Zote zimetoka katika Qur'an na Sunna, na wenyewe wanathibitisha hivyo. Na hata wanaosoma sheria wakienda kufanya tafiti, wakiangalia sheria za Umoja wa Mataifa, wanakuambia wamefaidika sana na sheria za Kiislamu katika kuangalia haki za binadamu. Kwa hiyo Qur'ani yote na Sunna yote na Uislamu wote umekuja kulinda haki za amani ya mambo matano, ad-daruriyat al-khams. Na wanachuoni wanasema hiya hifdhun nafs. Amani ya kwanza ni kulinda nafsi ya mwanadamu dhidi ya kuuawa, kulinda uhai wa mtu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hifdhud din, kulinda imani ya mtu na itikadi yake. La ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika dini. Dini inapewa thamani kubwa kwamba ni chimbuko kubwa la amani katika Uislamu. Ya tatu, hifdhul aql, kuhifadhi akili ya mwanadamu isiharibiwe. Akili ndiyo inayomaizisha mwanadamu na wanyama wengine. Kwa hiyo ni lazima sheria za Kiislamu zije zilinde akili ya mwanadamu dhidi ya kuharibiwa akili yake hii na mambo yote ambayo yanaharibu akili. Lakini la nne, hifdhul ard, kuhifadhi na kulinda haki na amani ya heshima ya mtu. Mwanadamu ni kiumbe aliotukuzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heshima yake ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuchafua heshima ya Muislamu mwenzako, kuiharibu heshima ya Muislamu mwenzako, ayo mwanadamu mwenzako katika Uislamu, hilo ni kosa kubwa. Sheria za Kiislamu zimekuja kulinda heshima ya mwanadamu. Na tano na ya mwisho katika zile 5 necessities ni kulinda mali ya mwanadamu aliochuma mwenyewe kwa jasho lake kwa njia ya halali. Ni lazima hiyo protected, ni lazima ilindwe na sheria za Kiislamu. Haya mambo matano ndiyo yanayoleta amani, peace katika jamii, na yamekuja katika Qur'an na yamekuja katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana ukiangalia ndugu zangu, sheria zote duniani zote takriban utakuta zinaweka mambo haya matano kwamba ndio mambo ya msingi katika haki za msingi za mwanadamu, mambo matano. Kwa hiyo serikali zote zipo kwa ajili ya kulinda, kuprotect haki hizi za msingi ambazo ndio zinasababisha amani katika jamii yetu. Ndugu zangu Waislamu, neema ya amani kama tulivyosema ni neema ya pili baada ya Uislamu. Ni neema kubwa sana kwa mwanadamu. Anaishi ndani ya neema hii ya amani ni kama vile anaishi peponi bila yeye mwenyewe kufahamu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an amerudia mara 14, aya imejirudia mara 14 ikizungumzia mazingira ya watu wa peponi. Yani pamoja na yote utakayopata, lakini Mwenyezi Mungu ameahidi, na ahadi ameirudia mara 14 kwa kusema la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Peponi huna hofu, huogopi kitu chochote. Yani ile peace, security 100%. Hakuna huzuni, kwa sababu sehemu ambayo inakosekana amani, huzuni inatawala, hofu inatawala. Sasa sifa za peponi ni kutokuwa na hofu na kutokuwa na huzuni. Amani ambayo tunayo katika maisha yetu sisi inatujalia tu hatuna hofu wala hatuna huzuni, lakini inapotoweka amani, kinachotawala baada ya hapo ni hofu na huzuni, na mifano tunaiona katika nchi nyingi ambazo amani imepotea. Ndugu zangu Waislamu, amani siku zote inapotoweka, hofu inatawala, na hofu inaleta huzuni. Fuatilia, fanya utafiti wako, angalia nchi zenye migogoro, angalia sura za watu wale jinsi walivyo. Hofu na huzuni zimetawala katika nyuso zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake muhimu yenye maneno machache kabisa anafafanua kwa masahaba zake, na ndivyo anatufafanulia sisi ili tuweze kuona neema hii ya amani ikoje. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ubaidullah ibn Muhsin, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote miongoni mwenu atakayeamka aminan, peacefully, yuko na amani, fi sirbihi, katika kibanda chake, katika eneo lake, ameamka ana amani, haogopi kitu chochote. Muafan fi jasadihi, ana afya katika mwili wake, hana maradhi. Indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku ile yeye na familia yake. Fakaannahu hizat lahu dunia, mtu huyu ni kama mtu aliotawalishwa dunia, yani ni mfalme wa dunia,
amelala katika kibanda chake kwa amani, ameamka na afya nzuri katika mwili wake, anacho chakula cha siku yake yeye na familia yake. Huyu ni mfalme, anahitaji nini zaidi? Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha neema tatu muhimu ambazo mara nyingi mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tunazidharau, kwamba yani kama vile sio neema, yani kama vile hakuna tulichoneemeshwa. Neema tatu muhimu ambazo zinaonyeshwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Neema ya kwanza, amani ya familia yako. Umeamka asubuhi, mke wako, watoto, amani katika nyumba yenu mnayoishi. Neema kubwa sana hiyo. Huwezi kuijua neema hii mpaka waone watu ambao wameipoteza hii neema. Mtu ambaye anaamka asubuhi hajui mtoto wake yuko wapi, hajui amefanywa nini, familia imesambaratika, hawezi hata kumtuma mtoto wake sokoni, anaweza asirudi. Lakini kwa sababu tumeishi katika amani muda mrefu, tunaizoea neema hii na kuona kwamba kitu kidogo sana, lakini wallahi ni kitu kikubwa. Unatakiwa utumshukuru Mwenyezi Mungu, umeamka salama kwa amani wewe na familia yako katika nyumba. Lakini ya pili ni afya ulionayo. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amekupa afya njema, hiyo ni neema kubwa. Na ya tatu, neema ya chakula. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa riziki wewe na familia yako, hata kama haitoshelezi mwaka mzima, inakutosheleza kwa mwezi mmoja, wiki moja, siku moja, bado hiyo ni neema ambayo unatakiwa unyanyue mikono na kumwambia Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi rabbil alamin, ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ulioneemesha kwayo. Neema hizi tatu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, ni neema kubwa ambazo mara nyingine huwa tunazidharau. Ndugu zangu Waislamu, shaitan ambaye amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, siku zote ameapa kwa Mwenyezi Mungu, atakaa kuliani kwetu, atakaa kushotoni kwetu, atakaa mbele yetu, atakaa nyuma yetu kwa ajili ya kutupotosha. Na akasema utawakuta wengi wao si wenye kukushukuru. Anazunguka kutuzungukia maeneo yote, na alhamdulillah hajasema nitakaa juu yao au nitakaa chini yao, kwa sababu juu ndio sehemu ya kumuomba Allah na rehema za Mwenyezi Mungu zinashuka juu. Hawezi kukaa juu ya mwanadamu wala hawezi kukaa chini, kwa sababu ndio sehemu ambayo mwanadamu anakwenda kusujudu kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. Anatuzunguka katika maeneo ambayo yeye ana uwezo nayo. Lengo lake kubwa ni kukufanya usione neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Siku zote uwe ni mtu wa kulalamika, siku zote uone zile neema uliokuwa nayo wewe kama ni kitu kidogo. Ndiyo kazi kubwa ya shetani. Na neema ya kwanza ni hiyo ya amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia. Yeye anataka kupotoshe, akuonyeshe kwamba hakuhisi neema ambayo inastahili wewe kuilinda. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mfano kwenye Qur'an, anasema wadaraba Allahu mathalan, Mwenyezi Mungu amewapigia mfano, qaryatan kanat aminatan mutmainna, mji ambao ulikuwa na amani ndani yake, mutmainna, watu wake wametulizana, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawana hofu wala hawana huzuni. Yatiha rizquha raghadan min kulli makan, riziki inakuja kwa wepesi kutoka kila sehemu. Fakafarat bi an'umillah, watu wa mji ule wakakufuru wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza waliokufuru ni neema ya amani. Fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi, Mwenyezi Mungu akawavalisha watu wa mji ule mavazi ya njaa na mavazi ya khaufu, bima kanu yasnaun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya, nayo ni ya kukufuru neema. Subhanallah, huu ni mfano Mwenyezi Mungu ameutoa. Mji watu wametulizana, una amani, shetani kawachezea, fakafarat, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kukufuru, na neema tunaizungumzia hapa ni amani, Mwenyezi Mungu akawaonjesha. Yani kuonja ni kitu kidogo sana. Akawaonjesha vazi la njaa na hofu. Yani kama vile njaa wameivaa na hofu wameivaa. Ukimuona tu mtu unaona kavaa hofu, ukimuona unaona mtu kavaa njaa, jinsi alivyo, kama imekuwa ni mavazi. Kwa sababu gani? Ya kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zima la amani. Ndugu zangu, mifano iko mingi. Angalia nchi ambazo zimeingia katika migogoro kwa sababu ambazo saa nyingine sio za msingi kiasi hicho, mpaka kufikia kudhoofisha serikali za zile nchi, mpaka zikafikia zile serikali zinaitwa failure state, yani serikali zilizofeli. Hamna polisi, hamna mgambo, hamna jeshi, hamna taasisi za serikali hazipo.
Angalia failure state zimefikia wapi. Huna amani yoyote katika jambo lote ambalo unalifanya. Hofu, huzuni, wasiwasi, shida, njaa, matatizo, mifano iko mingi, haina haja kutaja hizo nchi, lakini sisi kama Watanzania tunaziona, na wao wamekuwa wanakimbilia zaidi katika nchi yetu kwa sababu ya amani iliyokuwa imepatikana. Kwa hiyo amani ni hitajio la mwanzo kabla hazijapatikana haki na matunda mengine. Amani inapopatikana, vitu vingine vitakuja baada ya hapo. Ndugu zangu, inapotokea matatizo hayo kama tulivyoona katika nchi nyingine, waathirika wa kwanza kabisa watoto wadogo, wanawake, wazee vikongwe. Hawa ndio muhanga wa matatizo yanayojitokeza. Watu wenye nguvu zao watatoka, watakwenda maeneo mengine, watahama nchi, lakini hawa ndio ambao watapata matatizo ambayo yanasababishwa na uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Ndugu zangu Waislamu, nchi yetu inapita katika kipindi ambacho ni kigumu cha uchaguzi. Naelewa vipindi vya uchaguzi ni vipindi vigumu. Najua hivi karibuni bunge lote litavunjwa. Bunge ni muhimili katika muhimili unaotengeneza serikali au nchi, na mihimili mitatu. Sasa bunge limevunjwa, maana yake ile nguzo moja tayari ishakuwa dhaifu. Nchi yote inapita katika kipindi cha uchaguzi. Hichi ni kipindi tete, very fragile, tete, hakitaki aina yote ya mchezo wala maneno ya mzaha wala maneno ya fitna na kuchonganisha. Ni nchi inapita katika kipindi kigumu ambacho kinatakiwa watu wawe na tahadhari katika wanachokizungumza, na wasaidie na kusapoti kwamba ipite salama, sio kwa maneno ambayo yanaweza kuashiria uvunjifu wa amani katika kipindi hichi. Ni kipindi very sensitive kwa mustakabali wa nchi yetu. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini kama Waislamu, lazima tuwe makini kama vijana wasomi, lazima tuwe makini katika kila tunachokizungumza, tunachokitweet, tunachokishare katika social media. Lazima uwe makini unachoshare kwa wenzako. Lazima uwe makini kwamba hichi kitasaidiaje kupitisha nchi yangu katika kipindi hichi ili ifike katika sehemu yenye usalama zaidi. Ndugu zangu, uchaguzi ni haki ya kikatiba. Siko hapa kuzungumzia fatwa za uchaguzi ni halali au haramu, hii na mada zake, lakini nazungumzia reality kwamba ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania, na ndiyo njia pekee ambayo tumejiwekea sisi kufika katika kupata wawakilishi watakaowakilisha maoni yetu, kupata serikali, kupata mawaziri, kupata rais, kupata uongozi. Daraja pekee ambalo tunatakiwa tulipite ni daraja la uchaguzi. Unapolivunja daraja hili kwamba hakuna, ina maana kwamba hutaki watu wapite, hutaki uwakilishi, hutaki serikali, hutaki rais. Kwa hiyo wewe haki yako ni kuangalia na kuona critical thinking, sio mtu ambaye unapokea maneno kwa jazba. Unafikiria sasa, okay, kama hii haipo tufanye nini sasa? Way forward iko wapi yani? Daraja ndio hili hapa. Way forward iko wapi? Hakuonyeshi way forward. Kwambia tu hakuna hichi kitu. Sawa? Kwa hiyo mtu mwenye akili unaelewa kabisa kwamba hapa watu ambao hawana uwezo mkubwa wa kufikiri wanadanganywa katika hali kama hii. Hatusemi kwamba hakuna madhaifu, yapo, lakini ndiyo daraja, ndiyo sehemu ambayo tunaweza tukapata watu watakaotuwakilisha pamoja na madhaifu yaliyopo. Ndugu zangu Waislamu, wewe kama mwananchi wa kawaida, kama kijana, kama msomi, usikubali siku zote kuingizwa katika ajenda ambazo uzifahamu, hasa zinazohusu mustakbal wa nchi, mustakbal wa watu, amani ya watu. Ni lazima uwe mdadisi sana, ufikirie kwa kina sana, ufanye research yako ya kina sana, kuona yale yanayozungumzwa yakoje. Tumia akili yako ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Kwa hiyo usikubali kuingizwa katika ajenda ambazo mwisho wake zitavunja misingi wa amani wa taifa letu. Sababu uzoefu unaonyesha kuwa raia wa kawaida, na hususan nyinyi wengi hapa ni vijana mashaallah, damu zenu zinachemka. Sawa? Na mpaka Waarabu wakasema shababu jununi, yani sisi wote tulikuwa vijana, sisi tulikuwa tunaenda wazimu wetu katika kipindi hicho. Ni lazima muwe makini sana katika, kwa sababu saa nyingine mnatumika katika mambo ambayo yako wazi kabisa, yanaonekana kabisa ni mambo ambayo yana madhara, lakini unaweza ukalishwa wewe fikra, ajenda nyinginezo kwa njia nyingi tofauti, ukajikuta kwamba uko mstari wa mbele katika kupambania jambo ambalo mwisho wake lina madhara. Na Uislamu tunatakiwa kila jambo unalofanya, na Mtume SAW ametuambia kwamba kabla hujafanya jambo fikiria mwisho wake, fikiria matokeo yake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kabla hujafanya jambo lolote lile. Sema kwamba jambo kubwa sana, jambo lolote lile, hata kushare tu kama tulivyozungumzia katika social media, ukashare tu slogan inasema kitu fulani, angalia madhara yake, angalia athari yake katika jamii ikoje. Kijana wa Kiislamu anatakiwa kuwa mfano mzuri wa kupima mambo na kuwa na fiqhi almuwazanat, fiqhi ya vipimo baina ya mafsada na maslaha, vitu vyenye ufisadi na vitu vyenye maslahi. Hata kama ufisadi upo, lakini maslahi ni mapana zaidi ya ufisadi. Kwa sheria ya Kiislamu tunataka tuangalie maslahi yanayopatikana pale, usikimbilie katika ufisadi ambao labda uzito wake sio mkubwa zaidi. Kwa hiyo ni jukumu la sisi kama raia, nyinyi kama vijana wa Kiislamu mliosoma, kueneza culture ya kujadili mambo kwa amani na kupima mambo kabla hujayachukulia hatua yote. Jukumu la serikali ni kusimamia sheria na kulinda amani ya nchi. Mheshimiwa Rais ameapa atalinda amani ya nchi, usalama wa nchi. Kwa hiyo ni jukumu lake kulinda. Nchi ikifeli, jukumu lake kulaumiwa kwa sababu ameshindwa kubeba amana na dhamana aliyopewa na wananchi. Kwa hiyo ana jukumu la kulinda hii nchi. Kwa hiyo serikali ina jukumu la kulinda amani na usalama wa nchi. Jukumu la vyama vya kisiasa vya kiraia ni kuuza sera zao kwa wananchi ili wakubalike na watengeneze serikali. Hii ni demokrasia ambayo tumeikubali katika katiba yetu. Jukumu la viongozi wa dini ni kutumia mimbar na wengine kutumia madhabahu yao kwanza kuiombea nchi amani na usalama, lakini vile vile kuasa waumini wao kuwa mfano mzuri katika subira, uvumilivu na usamehevu. Hii ndio kazi ya viongozi wa dini. Sio kazi yangu mimi kusimama hapa kuhamasisha waumini wangu waende against ya serikali yao. Nitakuwa sifanyi jukumu langu kama kiongozi wa dini, kwa sababu wanapokea maelezo yale watu wengi. Na bahati mbaya, si ni bahati nzuri, kwamba kiongozi wa dini anapozungumza na anapozungumza kiongozi mwingine labda wa kiserikali, maneno ya kiongozi wa dini yana impact kubwa kwa mfuasi wake kuliko maelekezo mengine haya. Anachukulia ile ni imani ya Mwenyezi Mungu, anachukulia ile ni itikadi yake. Kwa hiyo anatoka pale na fikra tofauti. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa viongozi wa dini katika kipindi hichi kuzungumza maneno ambayo yatakuwa yanapelekea katika kutengeneza utulivu. Hata kama kuna dosari, kuna kasoro, ni mambo ya kuzungumza, lakini sio mambo ya kuhamasisha jamii. Hapa kuna mamia ya watu, kila mtu na akili yake, kila mtu na fikra yake. Unapozungumza, wanapasive vipi, wanapokeaje yale maelezo yako wewe kama kiongozi katika mambo ambayo unayazungumza ya kuwachonganisha wao na ule muhimili wa serikali ambao kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba amani yetu sisi yote inapatikana. Unakuwa unajenga au unakuwa unabomoa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa kwa viongozi wa dini sisi kuwa waangalifu sana katika kipindi hichi ambacho tunapita. Kwa hiyo vyama vya kisiasa vitangulize maslahi mapana ya taifa kwanza, kuendelea kufanya majadiliano yenye lengo la kuboresha hizo sheria na mambo mengine. Hii ndio maana ya kuwa na demokrasia, kuwa na shura katika mtazamo huo, kutoa maoni yako, kutoa fikra zako. Na ndugu zangu, haichi na chida demokrasia ni mchakato unaochukua muda mrefu sana. Huwezi kujilinganisha leo Tanzania na Amerika. Marekani ina zaidi ya miaka 300. Angalia historia yake ilipotoka katika utawala wa Uingereza, ilikuwaje demokrasia yao. Wamefikia pale walipofikia ni baada ya muda mrefu sana wa kuelimishana, mpaka wamefikia katika demokrasia ambayo tunaiona sisi ni demokrasia ya kweli, lakini tunafahamu wazi kabisa demokrasia ya kule sio demokrasia ya haki, isipokuwa ni mambo yanayohusu maslahi yao. Kwa hiyo tusilinganishe sisi bado ni nchi changa. Tunakwenda taratibu kutengeneza mihimili na mifumo mizuri ambayo inaweza kuja kutufanya tuwe tunaongozoka vizuri na serikali zetu ziweze kuwajibika kwetu sisi. Lakini tusikimbilie katika mihemko ya kujifananisha na nchi nyingine ambazo zinaweza zikatuletea matatizo katika kipindi hichi cha uchaguzi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليمًا. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.